Mheshimiwa Baba Levo ni jina lake rasmi ambayo tumethibitisha amelifanyia kiapo. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili madogo ya nyongeza. Leo Januari 27, wabunge wote nchi nzima, wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa nchi nzima ya Tanzania wamekutana bungeni kwa ajili ya kuendeleza kujadili hoja za wananchi na kuweza kuhakikisha wanawasilisha maswali kwa Mheshimiwa Waziri na wale wote ambao wamehusika katika siku hii hapa ya leo. Sasa kitu ambacho kimesababisha nikuletee hii taarifa ni kuhusiana na mbunge Baba Levo Mtalam Fundi Majumba, huyu mbunge wa Kigoma mjini alivyopata fursa ya kuweza kuuliza swali dogo la nyongeza bungeni pale. Unaona bwana. Sasa kabla Baba Levo hajaongea chochote, Mheshimiwa Zungu ambaye ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akawa amelithibitisha jina la Baba Levo kuwa ni jina rasmi ambalo linatambulika bungeni, kwa sababu alishawahi kuwapa kiapo kinachosema kwamba yeye ni Baba Levo. Kwa hiyo lile jina ambalo watu wengi walikuwa wanaona kama vile Baba Levo analeta miayusho sasa limepitishwa bungeni. Hii ni taarifa ambayo kiupande wake imekuwa ni taarifa njema kabisa, kwa sababu alikuwa akitamani sana kusikia siku moja jina lake linaitwa katika sehemu ya ukubwa zaidi. Nikumbuka hata zamani wakati anapambania tonge, wakati amekuwa diwani akaenda gerezani akatoka, alipata fursa kuweza kuhojiwa na vyombo vya habari na waliweza kumtambua kwa jina hilo hapo la Baba Levo kuhusiana na harakati ambazo aliweza kuzifanya kuhusiana na mambo makubwa ambayo ameplani kuyafanya katika siku za baadaye. Sasa unaambiwa kwamba aliweza kusema kwamba anaamini yeye siku moja anakwenda kuwa mtu mkubwa zaidi, kwa sababu anaamini katika mapambano na uwepo, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo anapanga kila kitu ambacho kinatokea katika dunia. Kwa hiyo aliweza kujinenea na kujitabiria yaliyo mema na mazuri na akayapigania, na Mungu akamnyoshea mpaka kufikia wakati yamewezekana kwa siku hii ama kwa zama hizi hapa. Maana haikuwa rahisi, ni safari ambayo imejawa na vikwazo vingi sana ambavyo alivyopitia, lakini pia changamoto kibao ameweza kupitana nazo katika harakati za kuweza kufikia wadhifa huu mkubwa ambao kwa hivi sasa dunia inamtazama na inamuongelea pia kuhusiana na vile ambavyo alivyoongea kitu ambacho Mwenyezi Mungu amemsaidia kimeweza kufanyaje, kimeweza kutimia, kwa sababu kitu ambacho kinachotimia siku zote ni process ndefu sana, na Mwenyezi Mungu akishatoa kibali kwa kweli inakuwa hivyo. Naona bwana, kwa sababu kibali cha Mungu ni ile hali ya kuliishi kusudi lake. Basi leo ilikuwa ni siku ambayo bunge limeweza kufunguliwa rasmi na wabunge wameanza kutoa hoja zao, na Baba Levo ameomba barabara ambayo ilipaswa kurekebishwa katika maeneo ya Kigoma mjini pale. Mpaka hii leo ameuliza shida ni nini mpaka kufikia wakati marekebisho ya barabara hiyo bado hayajaweza kuendelea. Unaona bwana, waziri wanaohusiana na masuala ya barabara, waziri wa barabara aliweza kumjibia swali ambalo Mtalam Fundi Majumba alivyouliza. Kiukweli katika siku ya leo imeonyesha kuwa Baba Levo ameshaanza kuondoka taratibu katika vile ambavyo walivyokuwa wamemzoea kama chawa au kama mtu ambaye anapenda sana kuongeongea sana, lakini kwa hivi sasa amekuwa ni mtu ambaye anaongea kwa hoja. Hata ile fact ambayo ameitoa wakati anauliza swali, kikweli ilikuwa ni fact ambayo